Tunalibariki jina lako, mfalme wa wafalme, Mungu wa miungu. Tunasema asante kwa nafasi ambayo umetupa ya kukusanyika kama watumishi wako mbele yako. Tunanyenyekea mikononi mwako kwa kuwa wewe ndiye baba yetu na ndiye Mungu uliye mkuu sana, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Asante kwa nafasi ambayo nimeipata mbele ya watumishi wako, na Bwana, neema yako ikatufunike sisi sote katika usikivu na katika uelewa, na neema yako Mungu ikawa kwa kila moja. Tunalibariki jina lako. Asante kwa watumishi wako wa ngazi ya kitaifa, ngazi za kiparishi, ngazi za kimatawi. Pokea sifa kwa watumishi wako ambao Mungu wa utukufu umewaleta kwa ukuu na kwa uweza wako. Tangu jana najua umekuwa ukisema nao neno lako. Bwana, asante kwa kuwa wale wapendao wakati mwingi unatukemea na kuturudi ili tusimame na kutembea katika njia ile Mungu ambayo inapaswa. Ndio maana umekuja kutukumbusha kama watumishi wako juu ya neno lako, kuturudisha katika njia ambazo nataka tutembee katika hizo. Unastahili sifa na heshima, na ulibariki neno lako. Bariki watumishi wako na ulinzi wako ukawe pamoja nasi. Tunaomba na kushukuru Bwana, huku kifungua mbingu kwa ajili ya kutulinda na malaika wako wakizunguka kutulinda. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru, na tuseme amina. Haleluya. Naomba uchukue nafasi uketi na nikusalimu kwa jina la Yesu. Watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya kutulinda sisi sote. Nishukuru Mungu kwa ajili ya askofu, kwa ajili ya viongozi wetu wa kitaifa, katibu mkuu na katibu mtendaji, mhasibu mkuu na msaidizi wake. Nashukuru kwa ajili ya viongozi wetu wote wa maparishi na wachungaji, na pia nashukuru kwa ajili ya vijana watumishi wa Mungu wa media na wale wa kusifu na kuabudu. Amina. Haleluya. Ninawapenda. Nimewamisi sana. Na kwa nafasi fupi ndogo nitakupa neno la Mungu. Si kwa sababu hauna. Neno la Mungu linatukumbusha. Neno la Mungu linaturudisha kwenye nafasi. Haleluya. Huwa linatukumbusha na tunaturudishwa kwenye nafasi. Haleluya. Kwa hiyo bila kupoteza wakati, tushirikishe neno la Mungu. Kama utakuwa tayari sema amina. Hebu fungua pamoja na mimi kitabu cha Mathayo. Mathayo sura ya 11. Kuna mstari wa 28. Mstari huu Yesu aliongea maneno haya. Wengi tunaufahamu. Imeandikwa hivi 28 na 29 mpaka 30. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Angalia ahadi ya Mungu mwenyewe. Yesu alitamka maneno haya. Wenye mizigo, mwenye kuwapumzisha ni nani? Ni Yesu. Mstari wa 29. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Sema amen. Nataka niongee na ninyi watumishi wa Mungu juu ya nira ni utumishi. Nira ya Kristo maana yake ni utumishi.
nira ni utumishi. Inaitwa nira ya Kristo, ni utumishi. Biblia upande mwingine anasema, ambayo sio ya Kristo, inasema msifungwe nira na wasioamini. Msifungwe nira moja na wale wasiofanyaje. Pia kuna wale ambao sio watumishi, sio wa Kristo, nao wana nira. Wakikufunga utatumika upande huo. Kuna nira ya Kristo, ikikufunga unatumika, ni utumishi. Nira ya Kristo utaijuaje? Ina vitu gani? Moja, unyenyekevu. Kwa hiyo kama unaandika, unaweza kaandika hivyo. Nira ni utumishi ulionao kwa ajili ya Kristo, na ni mwaliko wa kujua kuenenda sawasawa na mbingu inavyotaka juu ya utumishi wako, ili ufikie au uendee utimilifu wa huduma yako. Kama unanielewa sema amina. Biblia nasema hapa, cha kwanza Yesu anatoa mwaliko. Mwaliko ambao alikutolea wewe na mimi, ndio maana tukawa wa Kristo. Kuwa wa Kristo sio dhehebu la Kikristo, kuwa mali ya Kristo. Kristo ni mpakwa mafuta. Jina Kristo ni mti wa mafuta ambaye Mungu alimtia mafuta, neno la Mungu ambao ndio Yesu Kristo. Wagalatia nasema kama ninyi ni wa Kristo. Hajasema wa dhehebu la Kikristo. Kama ninyi ni wa Kristo, maanake kama ninyi ni mali ya, ninyi mko upande wa Kristo, mmekuwa warithi sawa sawa na ahadi. Biblia nasema kwenye Galatia sura ya 3. Unarithi nini? Unarithi utumishi. Kwa hiyo anakupa nira. Anasema hivi, jitieni nira yangu. Yesu anasema jitieni nini ndugu zangu? Nira yangu. Halafu ndani ya ile nira kuna kujifunza kwa Mungu, kwake Yesu. Anasema yeye ni mpole na mnyenyekevu. Ni mpole na nini? Ndio maana Biblia inasema upande mwingine wa Filipi anasema alinyenyekea hata mauti, naam hata mauti ya nini? Ya msalaba. Sasa huo ni utumishi. Ndugu zangu tunaopendwa sana na Mungu, kuna vitu ambayo naomba nikukumbushe kwa neema ya Mungu, vitusaidie kuvielewa kwa ajili ya wito wako na wito wangu. Unyenyekevu ni zaidi ya kupewa heshima. Unyenyekevu ni zaidi ya kupewa heshima. Ni nira ambayo nimetafsiri utumishi ulio wa Kristo ndani ya mtu. Hauhitaji kujitahidi kunyenyekea. Inahitaji uwe umepata kibali, uvikwe nira ya Kristo, ufungwe nira ya Kristo. Ukifungwa nira, unyenyekevu utakuwa ni moja ya jambo linaloonekana wazi ndani ya mtumishi. Kwa hiyo unyenyekevu hauhitaji heshima, ambayo watu wengi sana wakiitwa watumishi wanatafuta heshima.
na wengi wakajikwaa kwa sababu wanataka heshima. Mtu anayetaka heshima anataka atambuliwe. Si ndio wana wa Mungu? Si ndio watumishi wa Mungu? Ukitaka kutambuliwa utapambana. Lakini ukivalishwa utumishi ambao ni nira ya Kristo, kitu kinakuja automatically ndani yako. Utakuwa mnyenyekevu. Hata wewe utakuwa unajishangaa, nimefinyangwaje nikawa nilivyo. Hata watu watakuwa wanashangaa, umebadilishwaje ukawa ulivyo na tofauti tunavyokujua nyuma. Wakafikiri labda unajifanya, wakasubiri, wakakufuatilia, wakakuchunguza, mwisho wakajua mtu huyu. Wakakiri kama ilivyokuwa kwa Petro, wakasema hivi, tunajua hawana elimu wala hawana maarifa, lakini walikuwa pamoja na Yesu. Petro alikuwa mjeuri. Petro ni kama leo angesema mfia dini. Angalia bwana wake alipokuwa anakamatwa siku ile, hakutaka mchezo. Kwanza alimhakikishia, alimwambia wote wanaweza kukukana, lakini it's not me. Mimi nita fight for you. Watake wasitake. Akamwambia rudi nyuma shetani uyawezi aliyomwambia hamna. Mzee hapa tunaona utaondoka. Hapana mtu kuondoka hapa. Mambo ya kuchezea mimi ni Myahudi bwana na wajua. Ni sawa si sawa? Mwisho anakuja kukamatwa. Petro pamoja anamwambia shetani ameondoka, aliondoka lakini nasikiri bado imebaki asili. Sema kwa kweli pepo sina, lakini kwa kweli hakuna mchezo hapa. Walipomkamata Yesu Kristo, Yuda anakuja. Petro anawaangalia. Anaangalia, Yuda, wewe tumekaa na wewe ukawa mwanafunzi wa Yesu. Leo umetusaliti umeondoka. Alafu unakuja kumsaliti Bwana wetu. Anaona tu polepole. Alafu Yuda anaenda kumkumbatia Yesu, anambusu. Maana aliambia yule nitakaye mbusu ndio huyo mkamateni, maana wanafanana. Yuda akaenda kufanya. Yesu alikuwa hajapata picha. Maana jamaa liko mwilini, mfia dini. Hataki mchezo. Ameshaona matendo ya Mungu, hiyo anayalinda. Sasa ndugu zangu, mbaya zaidi walipomkamata ndio akajua la kumbe ni vita. Kwa makosa gani? Wana via hajauliza. Mnamkamata master wetu kwa kosa gani? Wana via hajauliza. Akaona majibu hapewi vizuri. Anaona kuna mabouncer hapo. Wanamkamata Yesu. Anasema halo, achieni huyu bwana. Hawataki. Jamaa akachomoa upanga wake. Akaambia sio kutembea na imani tu, vingine si. Nikuulize, alificha wapi upanga? Na ni jambo la ghafla, alificha wapi? Hafikiri alifanana na ndugu zetu wa Maasai. Aliweka huku. Si ndio? Si Biblia sema alichomoa upanga? Hajasema amemnyang'anya mmoja wapo huko. Amechomoa. Kaambia Bwana wewe hujajua mimi ndio nimekaa ni Myahudi na wajua wa jamaa. Alifikiri Yesu ndio atamshukuru. Alichomoa, alifanyia kazi hajafanyia kazi. Na huyu jamaa kwanza ana bahati, na vile ilikuwa aondoe shingo. Bahati jamaa labda akafanya hivi, sio kio likaondoka. Ndipo Yesu akamwambia Petro, rudisha upanga galani mwake. Jamaa alikuwa na gagala kake. Anampenda Yesu lakini hana nira ya Yesu. Sasa mwisho wenyewe mnaelewa habari yake. Yesu akaamua kujitolea hapo. Basi akachukua sikio akarudisha kwa jamaa. Basi sikio likarudi. Unajua ilikuwa la kiroho la kibinadamu. Si la kibinadamu. Tunamtumikia Mungu mwenye nguvu za ajabu sana.
Hata kama wamekuondolea masikio yako ya kiroho, Mungu atayarejesha. Maana unaweza ukasikia kwa Mungu hayabadilishi mambo yako. Kwa nini? Sikio lako lilishakatwa. Yesu alirudishia. Kwa hiyo ndugu zangu, mwisho namuona Petro. Wewe mfuate Petro tu. Mwanaume anapelekwa kushtakiwa kwa wakuu wa makuhani, Petro naye anafuata. Ni mfia dini, hataki mchezo. Lakini bado hana nira za Kristo. Bado hana utumishi wa Kristo. Utumishi wa Kristo una namna zake. Yesu akamwambia, kabla jogoo hajawika utakuwa umenikana mara 3. Akasema, mimi? Wewe acha mchezo bwana. Mimi? Yeye alifikiri utumishi wa Mungu unatumikishwa kwa namna kujitoa kwa damu na nyama. Kuna mtu amenielewa hapo? Na mtu amenisikia? Utumishi wa Kristo tulioitiwa hauhitaji nguvu ya damu na nyama. Utapishana mbali na mapenzi yake. Hautamuona Kristo hata kama unamtaja Kristo. Alimbishia Yesu akamwambia, hakuna, sitakukana mimi. Wajapokuacha wote sio mimi. Na kimejaa moyoni eti. Alimkana hajamkana? Ilikuwa inaonyesha bado hajaunganishwa nira ya Kristo. Nira ni utumishi. Kuna utumishi wa Kristo, kuna utumishi wa dunia. Ndio maana anasema msiunganishwe nira na wale wasioamini isivyo sawa. Kwa hiyo watu wasioamini ni watu wa dunia, na mkuu wa dunia nyewe mnamjua ni nani. Kwa hiyo unaweza kaunganishwa huko na ukawa na dhehebu lako hata linaitwa la kiroho, lakini kama una nira ya Kristo hawezi kutokezea. Si tunajikumbusha? Twende. Kwa hiyo tunamuona mwisho Petro anamkana Yesu Kristo. Na anamkanaje? Unaweza kufanana na kila jambo na mafundisho na maneno yako wakaona ni kama Kristo, lakini nira yako bado haijatimia. Kwa nini? Walimwambia Petro usiku, hata wewe ulikuwa pamoja na huyu mtu. Anasema, nani wewe? Nipishie mbali balaa yako. Wakamwacha. Baada ya muda akatokea kibinti akasema, hata huyu alikuwa mmoja wapo wa wanafunzi. Ambia, koma na we. Akasema, usikie hata sauti yake. Ndio maana watu wengine wameiga mpaka sauti za Ukristo za utumishi, lakini hazisaidii. Nenda na amani ya Bwana. Wanaenda kizazi kama kizazi, wanaiga wakaona ndio ngazi ya utumishi, lakini Kristo hatokezei. Nimetoa tu mfano, usichukie watu wangu. Nimeeleweka? Unaweza kwenda ukafanya ibada. Kuna ndugu zetu wanafanya ibada ya kunuizia. Hiyo wanaitaga nini? Ile ya kuweka nani? Uvumba. Sinafanywa, si ni watumishi. Sinafanywa. Labda napitishwa ambia huu ndio uwepo wa Bwana. Sinafanywa ibada. Lakini Kristo hawajafungwa nira. Petro akamkana. Anasema hata kama anakataa, hamsikii hata kuongea kwake. Unaweza ukafanana na kila kitu, lakini kama una nira ya Kristo. Mwisho tunaona alipomkana mara ya 3, kurusha jicho kwa Yesu, akakuta Yesu anamtazama, naye akata nira ya Yesu haitaji kusemeshe,
inaingia ndani. Ikishaingia ndani, automatically ukiangalia namna unajua anaongea nini, hata kama hajasema unaelewa ndani yako Roho Mtakatifu anaongea nini ndani yako. Toka siku hiyo Petro akafungwa utumishi, nira ya Kristo. Akaenda katengeneza kwa kilio sana. Yesu alipomtazama wako mbali, alimsemesha. Alimtazama tu hivi akajua kile ulichosema kimetimia. Kumbe nimekutetea kimwili. Kumbe nilikupenda kwa mwili. Mtumishi wangu bado. Ile kumtazama tu namna hii, kuna kitu kikabadilika. Unyenyekevu ni zaidi ya mtu kupewa heshima. Unyenyekevu ni utumishi uliojificha sana ndani ya mtu ama ndani ya watumishi. Soma Methali 18. Kitabu cha Methali sura ya 18. Methali sura ya 18 mstari wa 12. Inasemaje? Kabla ya uharibifu moyo wa mwanadamu hujivuna. Umefika hapo Narudia tena. Methali 18 mstari wa 12. Kabla ya uharibifu moyo wa mwanadamu hujivuna, na kabla ya heshima hutangulia unyenyekevu. Kabla ya heshima hutangulia nini? Unyenyekevu. Ndio maana nikakwambia unyenyekevu ni zaidi ya mtu kupewa heshima. Haianzagi na heshima. Japo baadhi ya watumishi wetu wengi katika mwili wa Kristo wanatafuta heshima. Haiendi hivyo. Inaanzia unyenyekevu. Sawa ndugu zangu? Watu wale waliotafutaga heshima kabla ya unyenyekevu, umejikuta wametoka kwenye makusudi ya Mungu bila wao kujua. Wao wanang'ang'ania sana wapewe heshima, tena kwa nguvu. Wasipopewa hiyo heshima, unaona wanaghafilika. Pana, hiyo sio sawa. Huna nira ya Kristo. Yesu siku moja, wanaelewa kabisa huyu ni mwana wa Mungu. Siku moja akachukua beseni, akajaza maji, akaanza kuwatawadha wanafunzi wake miguu. Jambo hilo likawa gumu sana kwa wanafunzi wake. Akasema, sisi tusingestahili we utufanyie hivi. Sisi ndio tunatakiwa sisi tukufanyie hivyo. Yesu akawaambia, sikuja kutumikiwa bali kutumika. Anaonyesha nira, utumishi. Na watumishi wa Mungu ambao wamepata nafasi ya kuwepo hapa, usipokuwa na vitu kama hivi automatically kutoka ndani, heshima haiwezi kuja. Inaanzaga na unyenyekevu. Unajenga choo cha kanisa lako, huwezi kuchukua kitu kakaa hapo na amuru. Lazima ubebe vitu, ushiriki. Wao ifike mahali wakwambia baba inatosha, enough is enough. Wanapoangalia hivi watoto wako, ndani yao kuna kitu kinaumuka namna hii. Kokwa la embe, wakisha kulinyonya ile kokwa la embe wanalitupa. Likiingia kwenye ardhi, mvua ikanyesha nyingi kwa muda mrefu, kuwa linavimba na kuja linapasuka, ndipo inatoka kamche. Ule mche ndio unakuja kuitwa mwembe.
lakini imetoka kwenye kokwa gumu. Wezi Kristo kufunga watoto wako nira kama hujafungwa nira ya utumishi. Kuna kitu ilikuwa anaondoa kokwa la embe kwa wanafunzi wake mitume. Wao walijua ni kumtendea mema tu huyu. Yeye akasema never ever. Akachukua beseni akaanza kuwatawaza miguu. Alafu mwisho akatoa kauli, maana aliona misimamo yao. Wayahudi ni watu wenye misimamo, wakiamini huwezi kuwageuza. Akaambia, kama hutaki nikufanyie hivi, huna ushirika na mimi. Ikavunja kiburi chao. Ndipo hiyo kitu kama kokwa likapasuka, nira ya Kristo ikaingia kwenye utumishi. Haiwezi kuivunja tu hivi, inahitaji matendo. Na mara nyingi tunajua matendo kwa maneno ya kufundisha, hatujui matendo ya vitendo. Vitu viwili tofauti. Naweza kufundisha matendo na watu wakatenda, lakini kama wewe si mtendaji, shingo haiwezi kuruka kichwa. Kwa mfano, tuone kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya kwanza kabisa, tuione hapo. Tadisaidia wasomaji wa Biblia imeandikwa kwenye mstari upi, maana mimi sijaunukuu, lakini nataka tutafute. Hebu tuanzie Matendo ya Mitume 1 na mstari wa kwanza na kuendelea. Tutapata. Amina. Anasema kitabu kile cha kwanza nilikiandika Theofilo, katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha. Aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha. Mtu aliyefungwa nira ya utumishi wanatofautiana, na vinafanana wana wa Mungu. Utumishi unafanana. Punda mlia wa porini anaitwa punda. Kuna punda wa nyumbani anaitwa punda. Jina ni punda. Kwenye matendo wanatofautishwa. Utumishi wa Kristo unahitaji ufikwe nira. Na ukivikwa nira, kitu kinakuja automatically ndani ya mtumishi. Anasema hivi, kitabu kile cha kwanza nalikiandika Theofilo, katika habari ya mambo yote. Sio kidogo, mambo yote. Watumishi sema mambo yote aliyoanza Yesu. In begin Jesus. Aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha. Sio aliyoanza kufundisha na kufanya. Aliyoanza kufanya na sasa mtu mwenye hicho kitu ndani yake, uliofungwa nira, kinakuja automatically. Ndio maana nimekatoa mfano. Unajenga choo cha kanisa, cha nyumbani kwako, cha nini, unaonyesha kwa vitendo. Yule ambaye ndani yako Mungu ameunganisha, unaweka msingi. Yesu anasema hivi, ikiwa mnaniita mimi Bwana Bwana na mwalimu, mbona mfanyi yote niliyoamuru? Hello. Amen. Ikiwa mnaniita mimi Bwana na mwalimu, mbona mfanyi yote niliyoamuru? Maana yake aliyoyafanya yeye kama vielelezo, watumishi tunafanya. Kwa hiyo natanguliwa na nini ndugu zangu? Unyenyekevu. Ndipo ije heshima. Si tumesoma 18:12?
Msipende heshima zile za kibinadamu. Hata msipopewa hizo heshima, msizing'ang'anie. Ngoja niseme hivi. Utumishi wa Kristo una namna yake. Msing'ang'anie heshima za kibinadamu hata kama hujapewa hizo heshima. Wewe kuwa mnyenyekevu. Nikifafanua hili utanielewa. Maana nimesema watu wengi walitafuta heshima kwa nguvu, zikawatoa nje ya njia ya Mungu. Kwa mfano, ukiwa na nira ya Mungu, ambao nimesema utumishi wa Mungu, lazima wapende watu wote, wanaokupenda na wasiokupenda. Na hiyo, ikiwa hawakupendi, ni ngazi ya utumishi wako kuja kupata heshima. Ikiwa unawachukia, bado una nira ya Kristo. Na hii ni kipimo kigumu sana kwa watumishi. Kumpenda mtu ambaye anakuchukia na unajua anakuchukia ni ngumu, hujawahi kuona. Lakini rahisi sana kufundisha, sema wapendeni adui zenu wakiwa na njaa, wakiwa na kiu. Si tunafundishaga hivyo? Lakini wewe ulishindaga hiyo? Si tunajifunza jamani? Wewe ni mtumishi, wewe ni mwalimu. Si tunajifunza nira ya Kristo? Jitieni nira yangu, mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsi mwenu. Kabla haijaja raha ya Kristo ndani, nira, nyenyekevu. Wapende watu wote, usibague watu, hata kama sio wa dini yako. Na hapo ndio kipimo kikubwa cha watumishi wengi kufeli. Hata kama sio wa dini yako, hao ndio kipimo kikubwa. Unawapenda, unawaheshimu, ama unawakosoa na kuwahukumu. Siku moja Mungu akitaka waokoke, hawatakuja kanisani kwako, kwa sababu wanakujua unavyowachukia. Ni sawa? Ni sawa ndugu zangu? Ngoja tuseme hivi. Hata wale watu wajeuri kama kina Petro, wanafikiri Yesu asingewamfanyia Petro wema, angeokoka? Alimfanyaje wema? Si mnajua wachungaji? Si alimkuta amevua samaki usiku kucha hajapata kitu? Yesu anahubiri Injili. Kwa nini amnyokee Petro? Akamwambia, niazime chombo chako Bwana, kwa sababu watu wananisonga, nitumie hapa. Akasema, basi Bwana, chukua Bwana, mimi nasafisha nyavu hapa. Kwa nini hajawaita wale wengine wote? Jamani njooni. Au achukue cha Bartimayo, sijui achukue cha nani? Amemnyokea Petro. Mtu mjeuri, mkata sikio la watu, akamnyokea mtu mjeuri. Mtu mjeuri kama ni mnyenyekevu, utamwonyesha upendo. Hata kama anakufanyia mambo mabaya, anakukaa na kukusengenya na kufanya kila kitu, onyesha upendo juu ya huyo mtu. Na moyo wako, kwa kuwa umevikwa nira ya Kristo, mpende adui yako. Umeshamuelewa kwenye ulimwengu wako wa roho, umemwelewa kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Mpende na kumwombea, sio igizo. Mpende. Unapompenda namna hiyo, ni daraja lako, atakupeleka hapo juu haraka. Hauna adui aliyekusengenya, aliyekukalia vikao, huwezi kufika pale. Vivyo hivyo na watu ambao ni majirani zetu, wanaotupenda, wanaokukosoa dini yako, wanaokukosoa mke wako, mume wako, wanaokukosoa watoto wako, wanaokukosoa utumishi wako, wanaokukosoa.
Ukikutana nao Mungu amekuambia kwenye ulimwengu wa roho, la kwenye ulimwengu wa damu na nyama, au umeshirikishwa na watu wengine ambao wanakupenda, wasema fulani bwana usimuone hivi, walikuwa nakusema hivi, hao ndio wa kwanza wasalimie kwa upendo. Huku usiku kucha umemwomba Mungu, nira yake imekaa ndani yako, amekupa unyenyekevu. Ukikutana nao usikunje uso kama nyati, muonyeshe kwamba wewe ni mtumishi, unakuwa humble. Watu wengi daraja lao hawajapanda kwa sababu hiyo, na sababu yake wana utumishi, hawana nira ya utumishi. Fikiri jambo moja, Yesu yuko mbele ya Pilato, wanampiga makofi, wanamweka taji ya miba, damu inatoka, alafu anaambia, wamemfunika, piga. Asema, tuambie we nabii, ni nani anayekupiga? Tabiri. Yesu amenyamaza, hakuwatukana. Mwisho pale msalabani anasema, Baba wasamehe, hawajui watendalo. Hawajui watendalo, wamekuua. Wanamkuki hapa, wamekutoboa. Na unaona unaenda kwenye mauti. Baba wasamehe. Nira ya Kristo kabla haijaja heshima inatangulia unyenyekevu. Ndipo Mungu akupandishe katikati yao, katikati wanaokusema vibaya, katikati ya miiba, katikati ya kuchukiwa, katikati ya kuhukumiwa na dini yako, katikati ya kuambiwa ujui atakufundisha, katikati hapo lakini sipoangalia utakuwa na utumishi mwingine pembeni ambao sina nafasi ya kutufundisha leo, ambao anasema usifungwe nira pamoja na wale wasioamini sawa sawa. Ukisema hivyo, Mungu ameruhusu kabisa jambo hili lipite ili nira yake ijulikane. Wewe unainuka unamfuata mtumishi fulani, unaenda kumwaga uchungu wako hapo. Unajua bwana, nikwambie fulani, nimepata uhakika kabisa na Mungu amenisemesha, sijui ndoto, sijui nani. Unajua bwana, fulani simuone hivi, huyo bwana amesema hivi, ananifanyia hivi, ananiwinda hivi, anafanya hivi. Na yule naye anapata ile chachu kidogo. Basi utumishi wa namna hiyo, utamtumikia Mungu mpaka kifo, lakini una utumishi wa namna hiyo. Mwisho na yule naye anakutia moyo. Hata Biblia imesema bwana, hata maandiko yamesema, hawajapewa na Roho Mtakatifu kwa kuwa wameyasomaga, wanayatumia. Wanafikiri Yesu wa namna hiyo ili atembee nao. Huko ni kujifariji. Wameenda kujipooza. Na baada ya kujipooza, alafu najitia nira. Mbona sisi tuko 10 basi. Tuko pamoja kama Radio Africa, Free Africa. Tuko 10 basi. Hata alisema kwani atanifanya nini? Na mimi namtumikia Mungu basi. Kila mtu ameitwa basi. Hutamuona Kristo. Hautamuona akitokezea. Mtu asipozaliwa kwa roho na kwa maji hawezi kuona ufalme wa Mungu. Maji yana kazi gani? Kufa, ufufuke pamoja na Kristo, uvalishwe nira ya Kristo. Unakuwa kiumbe kipya. Roho Mtakatifu anakuja ndani yako, anakufundisha kutembea duniani sawa sawa na mbingu inavyotaka, si kama dunia inavyotaka. Mbingu inavyotaka kibinadamu hapa ni kudhalilika, ni kufedheka. Lakini baada ya hapo watakupigia saluti. I salute you. I salute you everywhere. I salute you. Tunajifunza, tunajikumbusha kama watumishi wa Mungu tuliopewa dhamana. Mungu hatumii miti, Mungu anatumia watumishi. Yule nimpendaye namkemea na kumrudi. Kwa nini anasema namrudi? Kwa sababu wanaondolewa kwenye njia. Kwa hiyo anawarudisha kwenye njia ili wafae. Mungu hatumii miti, Mungu anatumia watu, na mtu huyo ni mimi na wewe.
Kwa hiyo ndugu zangu, muwapende watu wote, na hasa hata wale ambao sio wa dhehebu lako, na hasa wale ambao ni wajeuri. Yesu wakati anamwomba mtumbwi Petro, unafikiri alimwambia tu kiamri, nipe mtumbwi? Anambia, Bwana, unaonaje master, hii ni chombo chako, unaonaje ni uniazime hiki chombo? Angeweza kumkodishia, lakini Biblia haijasema hivyo. Lakini alimwomba. Angalia, ni Mungu aliyeumba kila kitu, akamuumba na Petro, lakini anaenda kumwomba chombo chake. Hakumtaka, hakumwamuru. Biblia inasema akamwomba chombo. Mtu asiye na uhusiano, sio mwanafunzi wake, sio wa dhehebu lake, anamnyenyekea. Unaonaje ni hazime hiki? Unataka kufanyia nini? Nataka tu ni, sinaona watu wananifuata mimi, ni mhubiri roho za watu. Wewe ndio wale watangaza dini? Ndio baba. Nilikusikia sikia. Haya bwana, endelea na mambo yake. Ndio maana Petro akawa anasafisha nyavu. Hana taarifa wala habari na dhehebu hilo. Yeye anajua Yesu mtangaza dhehebu, na Yesu anajua huyu jamaa haelewi kitu nilichokibeba. Vinginevyo angekaa pembeni kuosha nyavu, si angesikiliza uzima. Aliyeniona mimi ameona nini? Uzima. Petro hajaona uzima. Yeye aliona huyu anatafuta wafuasi apate dini yake, sababu hakuwa na nira. Angalia, baada ya maliza injili yake akamaliza. Angalia, kwa heshima. Hakumwambia chombo chako hicho hapo. Akamwambia, Bwana, naomba nirudishie chombo hichi hapa. Akamwambia, nimemaliza. Nimemaliza. Nashukuru. Asante. Lakini unaonaje? Mlipata samaki? Asema, hamna. Samaki watoke wapi bwana? Tumefanya kazi usiku kucha. Sasa historia inaanza. Angalia lugha anaitumia Yesu. Tumefanya kazi usiku kucha, hatupati kitu. Sasa mimi nilikuwa nakuomba Bwana, bana, nimeona wema wako umenifadhili. Hebu tupia nyavu zako hapo na mtumbu yenu hapo. Akaambia, mchana huu samaki wao umetokea wapi bwana? Hujui utaratibu wa hapa Galilaya? Nimeendaga pale Galilaya, lile ziwa ambao Biblia inaandika bahari ya Galilaya, ama ameandika bahari ya Galili. Ndugu zangu, sio bahari, ni ziwa kubwa. Nikaangalia, tupia nyavu. Angalia alivyomjibu. Akamwambia hivi, kwa neno. Maana yake nini? Petro ni mjeuri, angezikosa hizo samaki, Yesu angeshangaa, angemzamisha kwenye maji. Kwanza Petro alikuwa mtu mzima kuliko Yesu kiumri. Anaambia, kwa neno lako natumbukiza. Maana mengine anamwambia hivi, kwa maneno mengine anamwambia hivi, usiondoke, kaa hapo, maana umenishawishi sana. Mimi nimekuambia nimefanya kazi usiku kucha, sikupata kitu. Maana yake si nimechoka. Leo unaniambia tupia nyavu. Tupia nyavu bwana, tupia utapata. Lakini sasa kwa neno lako yaishe, ya kwa neno lako, na wewe ukae pale. Yesu naye akatia, kaenda kakaa. Sasa watumishi wa Mungu, si alienda kukaa? Alisubiri. Angezikosa ndio ungejua. Ingeandikwa hapo hapo Yesu alipigwa na Petro. Maana nafikiri Petro alipoongea wenzake walisikia ushahidi, ili baadaye akimshughulikia, hata akipelekwa kotini anasema huyu jamaa alitudanganya. Lakini walipotupia nyavu, jamaa anakaa tu, nyavu zikapata nini? Akaanza kuita na rafiki zake, halo, wewe njoo bwana, wewe kuja. Wenzake wakaja, nao wakashirikiana, nyavu zao karibu kukatika na masamaki. Yesu anasubiri tu, hajamaliza ujumbe wake. Mtu mjeuri anatafutwa kwa unyenyekevu na kwa upole na kwa upendo. Mwisho, angalia, wenzake wale hawakuja. Walipomaliza kutoa zile samaki, tena sio vidagaa, masamaki. Alipomaliza, nini kimetokea watumishi wa Mungu? Nini itokea? Petro
aliwaacha wenzake na samaki, akaondoka, kamfuata. Wanafika mfuata kama mjeuri. Nafikiri aliondoka akiwa amevunjika moyo. Kamfuata pole pole. Fuata pole pole. Ile kugonganisha macho namna hii. Alimwambia ondoka kwangu, mimi ni mwenye dhambi. Nani alimwambia una dhambi? Ukikutana na nira ya Kristo, ukimwangalia mtu hivi kwa ule upendo, mtu yule anakukubali. Anasema nitafuata hii njia ambayo wewe unafuata. Kwani kuna nini bwana? Nimekusoma, nimekuona muda mrefu. Nitakufuata na kuabudu. Alimwambia hivyo, au nakosea? Ondoka kwangu maana mimi mwenyewe, maana sikustahili kuona namna hii, wema wa namna hii. Yesu alimwendea kwa unyenyekevu. Alimpenda hata kama sio mshirika wake. Pale pale ndio akamwambia, kuanzia sasa utakuwa mvuvi wa watu. Pamoja na kuwa mvuvi wa watu, akateuliwa kuwa mvuvi wa watu. Si akawa mchungaji, sikukusanya roho za watu. Lakini jamaa alikuwa bado hana nira ya Kristo. Kwa nini Sumbe alikuwa hana nira? Si alikata mtu sikio? Si alikuwa pamoja na Yesu? Si alimkana saa ile? Lakini baada ya hapo, Mungu akutendee mema. Mungu akutendee. Nimeeleweka jamani? Wafilipi 1 mstari wa 9, alafu tasoma na Waefeso 3 mstari wa 17-19. Nira ya Kristo ambayo ni utumishi inaambatana na unyenyekevu, inaambatana na upendo. Nira ya Kristo ambayo ni utumishi ikiwa ndani ya mtu inaambatana na unyenyekevu, inaambatana na upendo. Wafilipi sura ya 1 mstari wa 9 inasema namna hii: na hii ndiyo dua yangu, kwamba pendo lenu lizidi kuwa jingi sana katika hekima na ufahamu wote. Sema katika hekima na ufahamu wote. Haleluya. Ndio. Yule nakakwambia wapende watu hata kama hawamjui Mungu. Sio kwa sababu ni washirika wako. Wapende, watendee mema. Wao ndio watapasisha kanisa lako. Watasababisha watu kulipenda kanisa lako. Watasababisha watu kupenda utumishi wako. Watasema yule bwana, hata kama hatuabudu pamoja, lakini huyo mtu ni wa watu. Huyo mtu ni mzuri. Angalia Waefeso. Naweza kaenda mbele hapo kwa Waefeso. Waefeso sura ya 3 na ule mstari wa 17 mpaka 19. Pia kuna maneno ya Mungu hapo. 17 mpaka 19 sema, Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo. Angalia, shina na msingi katika nini? Mungu akiachilia nira ambayo ni utumishi ndani yetu, ndani yako, utaona msingi mkubwa Mungu anaoangalia ni upendo. Una imani ndio, lakini je, una upendo wa kuwapenda watu? Biblia inasema Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe. Upendo. Watu wengi, watumishi wengi wanawapenda watu kwa sababu umetendewa kitu fulani. Huo ni upendo upande mwingine, nitakuambia siku nyingine kama nilivyosema nyuma. Ukimtendea mtu jambo, unakuta ndio anampenda na kumsifu. Wale ambao hawakutendei jambo, unaona au mpaka mtu aokoke kama ni mtumishi wa Mungu, akaja kanisani, ndio kidogo unaonyesha upendo. Before hapo hakuna upendo. Kuna shida. Anasema hivi, Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina katika upendo. Shina jamani,
Shina si ndio ambao linabeba matawi yote? Shina ni nini? Pendo. Wakorinto wa kwanza 13, si mnajua nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina nini? Hajasema hekima. Kama sina nini? Hajasema unabii. Kama sina upendo, nimekuwa shaba ivumayo na upatu. Nijapojua sana siri za ufalme, nijapotumiwa kwa unabii na kujua mambo mengi, kama sina upendo, nimekuwa si kitu mimi. Si ndio Biblia inavyosema? Alafu mstari ule wa mwisho hapa 11 anasema katika hayo matatu nalosimama, anasema ni nini? Inadumu nini? Imani, tumaini na upendo, na lilo kuu ni pendo. Full stop. Humpendi mtu kwa sababu amekutendea kitu fulani. Unampenda Mungu kwa sababu ni kiumbe cha Mungu. Hujui kesho Mungu anamwazia nini. Simpendi kwa sababu umeniletea zawadi fulani au umenisifu mahali fulani. Nakupenda kwa sababu wewe ni mali ya Mungu. Uwe ni mlevi, uwe ni mchawi, uwe ni nani, mimi nakupenda. Ninachukia ile roho ya uchawi. Tashindana na ile roho ya uchawi iliyo ndani yako, lakini wewe kama human being ninakupenda kwa sababu umeumbwa na Mungu. Siku roho ile ya uchawi ikitoka, wewe ni mtakatifu. Umenielewa? Pasipo hivyo mtu hawezi kuja kukuambia uchawi wake, maana anaona unamchukia. Saa ambaye anatafuta msaada wa Mungu hawezi kuja kanisani kwako, kwani ulishaonyesha unamchukia. Kwani uchawi ni nini? Si roho. Kwani utakatifu ni nini? Si roho wa Mungu ndani ya mtumishi, ndani ya mtakatifu, ndani ya kanisa. Sasa kwani Biblia inanifundisha nini? Kuwachukia au kuwapenda adui? Adui si pamoja na mchawi, si ndio? Kwani kushindana kwetu tunashindana kwenye mwili au kwenye roho? Sasa kwa nini unachukia mtu kwenye mwili? Haujui kwamba umezuiliwa daraja lako? Utabaki dormant pale, huwezi kwenda. Sijui kama kuna kitu naelewa. Kuna kitu naelewa ndugu zangu. Utumishi wa Kristo, ndio maana Wayahudi walipokama wakataka kumkamata Yesu wamfanye kuwa mfalme wao, akakataa. Akasema ufalme wangu si wa kibinadamu. Ukielewa ufalme wa Mungu unatembea na wewe, utaenjoy. Haubagui mtu kwa sababu nimesimama na Mroma na Mluteri na Mwangalikana sijui na Muislamu sijui na Mpentekoste. Mimi siangalii hivyo, naangalia tofauti. Nikiangalia kwa namna ya jicho la upendo, ndipo Mungu wa upendo ataniambia huyu ana shida hii, huyu ana tatizo hili, huyu ana namna hii. Mungu ananipa hekima. Huwezi kuipata hekima ya Mungu kama umeweka vibao viwili ndani ya moyo wako. Kila saa utatafuta nabii akutabirie, akwambie hii huyu ni wapi, huyu ni wapi, nakosea usio sawa. Na roho nabii wa kweli ni Roho Mtakatifu aliye ndani ya roho yako. Kwa sababu hata yule ambaye amepakwa mafuta kuwa nabii anamsikiliza Roho Mtakatifu ndani yake. Mnanielewa ndugu zangu? Ninaeleweka? Aliyeniona mimi ameona uzima. Natamani Mungu akujazie kwa kile ulicho nacho, kwa sababu Mungu amekupenda, amekuchagua. Usijidharau. Mungu anakujazia kile ambacho yamkini kilipungua au ulikuwa hujaelewa sana. Unarudi kwenye njia, utembee na mbingu, maana umepata kibali na mbingu. Hakuna sababu ya kusita. Hakuna sababu ya kusita. Agano la Kale lilikuwa tunategemea manabii 100%. Nchi ilitegemea manabii, kanisa litegemea manabii, wafalme walitegemea manabii. Kwa sababu gani? Moja tu. Roho Mtakatifu alikuwa hajazi kila mtu roho wake. Mungu alimruhusu Roho wake Mtakatifu kwa aina kuu 3. Wa kwanza waliojazwa ilikuwa ni makuhani. Wa pili ni baadhi ya wafalme. Ndio maana unaona hata Daudi alijazwa Roho Mtakatifu akawa mfalme. Ndio maana alikuwa anatembea na naivera.
anaishika, alafu namuuliza Mungu, Mungu anajibu. Watatu alikuwa ni nabii. Agano Jipya kila mtu anaingia patakatifu papa takatifu. Kuingia patakatifu papa takatifu maana yake nini? Roho Mtakatifu aliye ndani yako unaweza kumsikiliza, akakupambanulia ujumbe, akakupambanulia njia, akakupambanulia ndoto, maana yuko ndani yako. Unaingia patakatifu papa takatifu. Kwa hiyo hatutegemei nabii, unamtegemea Roho Mtakatifu aliye ndani ya roho yako. Kuna huduma 5, mojawapo ni ya unabii. Kwa hiyo akitokea nabii, kazi yake ni kuthibitisha kile ambacho Mungu alisema na wewe ndani ya roho yako. Kwa neno la mashahidi 2 watatu, neno la Mungu nafanyaje? Lakini watu wengi hawajaelewa hiyo. Mpaka leo wako kwenye agano la kale wakati tuko agano jipya. Kwa nini? Wanawatafuta manabii badala kumtafuta Roho Mtakatifu wa Mungu. Oh, sema amina kama unanielewa. Na ndio maana wanatafuta kuwatabiria na wanawakosesha hao manabii. Maana unapomwendea nitabirie, unakuta kwa sababu umempa ile heshima, anavikwa na nguvu nyingine, unakuta anatabiri kitu ambacho sicho. Unafikiri ni Mungu, kumbe hapana. Kila jambo lina wakati wake. Saa ya ibada Mungu anakuja si kama anavyopenda nabii, kama anavyopenda Mungu mwenye kuleta unabii. Hivyo umenielewa mtumishi wa Mungu? Tunawakosesha hata hao wenye roho ya unabii, kwa sababu tunawaendea saa yote watabiri. Mungu haamuriwi saa yote njoo. Maandalio ya moyo ya mwanadamu. Ukikuta nabii anasimama kwenye nafasi yake, ni kama mchungaji aliyesimama nafasi yake. Kwa nini? Ameomba usiku kucha, anakwenda kusimama mbele ya roho za watu. Amepewa neno, amepewa ufunuo, amepewa kupambanua, amepewa kila kitu. Akisimama watu wanamuona Mungu. Na nabii vile hivyo lazima awe amejiweka wakfu kwa ajili ya roho za watu, na Mungu amemwenda hivyo. Akikutana na watu, roho ya unabii ndio inashuka ndani yake, anakuambia yapasayo. Na mengi yao kwenye agano la jipya ni kuthibitisha kile ambacho kiko ndani yako. Sinaomba nikuulize swali, ama tuulizane swali, maana sisi ni watumishi. Tuulizane swali. Tuna manabii wengi sana, mpaka na wewe wengine mpaka wamekosea. Hawakutengenezwa kukosea, wamekoseshwa. Nikuulize swali, uko tayari? Nabii akikwambia wewe ni mwizi na wakati sio mwizi, huo ndo nabii sawa au si sawa? Sio sawa. Siku moja, mnamkumbuka mtu aliyekuwa analitesa kanisa la Kristo anaitwa Sauli, baadaye anaitwa Paulo, si ndio? Alikuwa akiwatesa watu wa njia hii. Yeye alikuwa na vibali kabisa ya kuwaua. Ndio maana alimuua Stefano. Mavazi yake akavuliwa, akawekwa hapo, akamuua kabisa. Sio kiroho, kibinadamu, akafa kabisa. Kwa hiyo Paulo alikuwa muuaji. Ndio maana usifuate wito wa Paulo kama Mungu hajakupa wito wa Paulo. Maana wito wa Paulo uliambatana na mateso. Kwa hiyo mtu mwingine kama amepewa wito kama wa Paulo, angalia nyuma huko alikuwa anatesa watu kiasi gani. Si sawa? Kwa hiyo na yeye utakuta utumishi wake unateswa, lakini naye anang'ang'ana. Ni opportunity Mungu amempa. Ndio maana wito wake anasema wakati amekamatwa na Mungu, anaelekea Dameski, ambao ni Damascus, Syria, mashariki ya Yerusalemu. Ukiwa Yerusalemu unaiona Syria upande huu, unaiona Jordan upande huu. Sio mto Jordan, Jordan. Kuna taifa linaitwa Jordan, liko upande huu. Syria iko upande huu. Unaiona na ile milima ya Golani kule. Tena ukiwa ziwa Galilaya, kwa wale waliofika, unaiona kabisa Syria upande huo. Kwa hiyo alikuwa anakwenda Syria kwenda kuua watu. Akakamatwa na Yesu, si ndio? Alipokamatwa na Yesu, ngoja nikuonyeshe nabii. Utaenda kusoma kwa nafasi yako.
Biblia inasema hivi, akasikia sauti namwambia, Sauli, Sauli, kwa nini unaniudhi? Akasema kibinadamu, wewe ni nani ambaye nakuudhi Bwana? Yesu akajitambulisha, mimi ni Yesu. Alafu akamwambia, ingia mjini, takwambia yapasayo kutenda. Alafu saa hiyo hiyo Mungu akasema na nani? Na Anania, mwanafunzi, sio pasta, mwanafunzi wa nani? Wa Bwana. Mwanafunzi manake mshirika. Mungu akamtokea akamwambia hivi, ninakutuma uende kwa mtu ambaye anaitwa Sauli, alafu nenda kaweka mikono juu yake apate kuona, maana angalia anaomba. Anamwambia angalia anaomba, maana yake anaona vision, anaona maono, anamuona kweli Paulo anafanyaje? Anaomba, Baba nifungue, nimekusikia, nifungue tu. Na Anania naye anaona maono. Alafu Biblia inasema anamuona Anania anakuja kuwekea mikono apate kuona. Si tusome hapo uelewe Bwana. Naomba utumishi wetu mng'ang'anie sana Roho wa Mungu aliyekutia mafuta. Mng'ang'anie Roho wa Mungu, ana siri ya ajabu sana. Atakufundisha utumishi, atakufundisha Biblia, atakufundisha kupambanua. Akituma nabii upande mwingine ni kuja kuthibitisha kile ulichobeba, kile ambacho mbingu inasema na wewe. Na hiyo ni kwa nini? Ili kukupa wewe raha, kuona uko sawa, kumtukuza Mungu, kumwambia Baba, kumbe niko sawa. Unapata imani ya kuongezeka zaidi. Haleluya. Hapo watumishi wengi kwa sababu hawajaelewa hivi, wanaishi agano la kale lakini wako kwenye agano jipya. Ndio maana hofu imekugubika. Hofu kwa yale ambayo yanatendeka, kwa yale ambayo yanakutokea, hofu imekugubika. Kwa nini uwe na hofu? Na unajua hofu ina adhabu, na mwenye hofu hakukamilishwa katika imani, katika pendo. Mungu anatukumbusha. Umekemea mara ngapi my friend? Umefunga na kuomba na kukemea hiyo hali mara ngapi? Kwa sababu na unamuuliza Mungu, kwa nini mpatwe na haya? Na mimi nakutupika waamini. Sengine ni viwango ili umsikilize aliyekuwekea nira ya utumishi. Mungu ana njia nyingi za kunyenyekesha watumishi wake. Anaweza kaachia jambo fulani likawa kama mzigo kwako, iwe kwenye mwili wako, iwe kwenye familia, iwe kwenye huduma, iwe kwenye kanisa, iwe kwenye kazi yako. Likawa kama mzigo, unatamani Mungu aliondoe, haliondoki. Hiyo ni tabia ya Mungu, kutaka unyenyekee. Unajinyenyekesha mwenyewe. Unapojinyenyekesha ndipo unakuta hiyo kitu baada ya muda inaondoka. Na kutoka hapo kikiondoka, kiwango chako kinakuwa juu. Utawasaidia na wengine walio chini. Ndio maana ya Mungu. Matendo ya Mitume sura ya 9. Tutafutieni hapo. Tutafute hapo Sauli alipokamatwa. Alafu Mungu anamwamuru kuanzia 10. Anzia 5 tu. Hapo si ameangushwa chini jamaa? Yesu ni wa ajabu sana. Ndio maana yeye adumu hata vizazi vyote. Angalia mstari wa 3, anasema hata alipokuwa akisafiri ikawa anakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kote kote nuru kutoka mbinguni. Akaanguka chini, akasikia sauti kumwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Akasema, nani wewe Bwana? Angalia jamaa alivyo mjeuri. Naye akasema, mimi ndiye Yesu unayeniudhi wewe. Angalia Mungu kujifunua, haoni shida hata kama unamjibu vibaya. Anajua wewe hujaelewa, ngoja tu utaelewa. Si ndio jamani? Lakini simama uingie mjini, nao utaambiwa yapasayo kutenda. Mstari wa 7. Na wale watu waliosafiri pamoja naye wakasimama kimya, wakisikia sauti, wasione mtu. Umeona hiki kitu Sauli akainuka katika nchi, na macho yake yalipofumbuka hakuona kitu. Wakamshika mkono,
wakampeleka mpaka Dameski, maanake Syria, si ndio jamani eh? Akawa siku 3 haoni, hali wala hanywi. Mwanaume hamu imeisha, anasumbuliwa na ile sauti. Basi palipokuwepo Dameski mwanafunzi jina lake Anania, Bwana akamwambia katika maono, Anania. Akasema, mimi hapa Bwana. Sasa anza kuangalia hapa. Bwana akamwambia, simama, enenda zako katika njia iitwayo Nyofu, ukaulize katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli wa Tarso, maana angalia anaomba. Angalia anaomba. Angalia anafanyaje? Maanake tayari anapewa maagizo, alafu anamuona Sauli anaomba. Maanake hapa muangalie, look him, anafanyaje? Anaomba. Tunaenda sawa jamani? Naye angalia mstari wa 12, connection ya unabii. Naye amemwona mtu jina lake Anania akiingia na kumwekea mikono juu yake apate kuona. Naye amemwona, naye anaona. Sijui kama umeelewa. Watumishi, unaelewa hii kitu? Umeona muunganiko huyo? Anapewa maagizo. Anania, mstari wa 12. Mstari wa 11, Bwana akamwambia, simama, enenda zako katika njia itwayo Nyofu, ukaulize katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli wa Tarso. Anaitwa nani? Nenda kaulizia hapo, maana angalia anaomba. Mtu akikwambia angalia anaomba, si unaangalia? Unaangalia mbele, si ndio? Anaomba. Na kweli akaona mwanaume anaomba. Alafu angalia 12, Mungu anayesema na Anania pale, angalia ukuu wa Mungu. Mungu huyo huyo anasema na Sauli hapa. Maana Sauli alikuwa mjeuri, muua watu, kwa lazima atishwe. Naye amemwona mtu jina lake Anania akiingia. Sauli anamuona. Naye ameona mtu anaingia anaitwa Sauli. Anaye amemwona mtu jina lake Anania akiingia. Maana yake akiingia chumbani kwake, si ndio? Na kumwekea nini? Mikono juu yake apate kuona tena. Sasa huyo mtu akikujia unawashiwasi tena. Mtu anakuja anakuambia, Mungu ameniambia amekuinua. Amekuinua mtumishi wa Mungu. Wewe unamwambia Mungu asante, maana hiyo kitu na taarifa nayo. Unaweza ukawa na taarifa kwenye sauti, una taarifa kwa maandiko, una taarifa kwa uthibitisho Mungu anavyokutumia. Kwa hiyo wanapokuja kuthibitisha, Biblia inasema unalithibitisha neno kwa vinywa viwili vitatu. Kipande saa hiyo imani yako inafanyaje? Inapanda. Kumbe imani naye huwa inaongezeka. Ndio maana wanafunzi wasema tuongezee imani. Na waliongezewaje? Angalia alipotenda. Mungu akitaka kuongezea imani, anakupitisha kwenye jambo, ukilishinda unapanda juu. Ombi langu ni hili kabla sijaendelea. Ombi langu ni hili. Rudi, mtegemea Roho Mtakatifu 100%. Msihi akutawale brain zako, moyo wako, hatua zako, kinywa chako. Mwambie nitawale Mungu. Hata kama uliwahi kunitumia, Baba nitumie tena. Nitawale. Alafu mtegemee kwa kila jambo. Jambo lote nalotokea, usiwe mvivu kupiga magoti. Kumwambia Mungu kuna 1 2, acha maombi mengi. Nikisema hivyo, ninamaanisha hivi. Mungu amekuamini kwa sehemu, si ndiye? Anasema Bwana amejiteulia mtaua, aombapo nitamsikia. Kama umechaguliwa kuwa mtumishi, unafikiri uhusiano wako na Mungu si lazima uwe karibu? Sasa kwa nini kinachokuhubiri kwamba Mungu hayuko karibu ni kitu gani? Kwa sababu ya mapito ndio Mungu hayuko karibu? Sio kweli. Ukisoma Zaburi sura ya 3 mstari wa 4, kama unaweza tutafute neno moja hapo na kujengea hiyo nilosema.
sura ya 4, sura ya 4, Zaburi sura ya 4 mstari wa 3. Ndio mwingine alikumbuka tunakuwa hapa. Sio kwamba ni pembeni mtu. Tumefika inasemaje? Bali jueni ya kuwa Bwana amejiteulia mtaua. Bwana atasikia ni mwitapo. Mtaua ni mtumishi mtakatifu. Sio ndugu zangu? Sasa imani yangu ilikuwa hivi kwamba kama Mungu amekuteua anakusikia. Yeye mwenyewe anasema bali jueni ya kuwa Bwana amejiteulia nani? Mtakatifu, mtaua. Bwana atasikia ni mwitapo. Atasikia ni mwitapo. Kwa sababu hiyo, hakikisha jambo lolote ambalo linakutatiza uwe mwepesi sana kukaa mbele za Mungu na kumuuliza bila kumpindisha. Oh baba, natubu dhambi hii. Oh unajua mimi ni kombo. Oh baba, unajua mimi si kitu kabisa. Wewe acha mambo hayo bwana. Biblia inasema eleza mambo yako pate kupewa nini? Haki yako. Mungu hajasema nenda eleza makopo. Mwambie Mungu, nimekuja mbele zako, kuna 1, 2, 3. Kama Mungu aliongea na Petro wakati akiwa kwenye dhambi na akamsaidia. Sema hapo unaongoza hapo sawa. Tatizo ni nini? Nimekuambia kuna namna ambayo utumishi umelandana hivi. Kwa kidunia kuna watu wengi. Iko tofauti. Na vyote ni kama vinafanana. Na wengine nikakwambia, angalia watu Agano la Kale tulitegemea na nabii 100%. Agano Jipya pazia la hekalu limepasuka. Kwani unajazwa Roho Mtakatifu? Alafu kazi ya Roho Mtakatifu ni nini? Atawafundisha yote. Hajasema nabii atakufundisha yote. Alafu hatutaki kumng'ang'ania 100%. Kwa maana angalia watu wamebezi kwenye manabii, mpaka leo wanatozwa pesa, mpaka leo wanafanywa vituko, wanaharibika. Shetani anainua manabii wake kutoka kuzimu. Kwa nini? Sababu kanisa limepewa Roho Mtakatifu ambaye anatembea. Biblia inasema ulimwengu hautamuona ila ninyi mtamuona, maana atakuwa ndani yenu. Sasa wewe unamuonaga? Kani umuoni na yuko ndani yako? Na kama ulijazwa, kama hujajazwa, sio mtafute usiku na mchana akujaze. Na kama ana sababu si akwambie. Kila mtu atabeba dhambi zake. Hata kama mama yangu alikuwa mchawi, tamwambia Mungu, nijaze mimi, maana mimi sitaki uchawi wa mama yangu, sitaki wa baba yangu. Hata kama wanalaana, si atanifundisha nitatokaje? Si yuko ndani yangu. Si kamuulize Ibrahim. Ibrahim alikuwa mtoto wa mchawi, mtoto wa mganga wa kienyeji, baba yake anaitwa Tera. Alitokaje? Mpaka akawa namsikia Mungu. Alimwamini Mungu 100%. Alafu sisi tunafanya mchezo. Unataka Mungu afanye mabadiliko, utaki gharama. Na wakemea hao ambao wananifuatilia hapa. Sio wewe. Sio wewe. Ndugu zangu, tunaweza tukaamua kama Yesu alivyoamua. Wapi? Mbinguni. Hakuna mtu aliyelazimishwa kuja kumwokoa mwanadamu. Hata kama Mungu alianzisha wazo, ni mtume nani, naye ni nani atakaye kwenda kuokoa wanadamu? Wanaongea mbinguni. Biblia inasema kukawa kimya. You know, quiet. Kukawa kimya. Kasomea maneno ili uone mbingu inavyofanya kazi na mtu anayeamua. Kabla Mungu hajaamua mtuma mwanawe, kulikuwa na maamuzi kule juu. Nani ataamua? Hakuna malaika waliotokea, na mbinguni kuna malaika wa kila aina. Kuna malaika wanaitwa masarafi, wanaitwa makerubi, wanaitwa wazee 24, wanaitwa wenye uhai 4, kila aina. Hakuna mtu aliyetokea. Biblia inasema akatokea
wa kabila la Yuda. Akaenda akasema huyu ndio anakwenda kukifungua kila kitabu. Kila kitabu ilikuwa ni saini ya mauti, ili uone mahali tumetolewa. Alafu watu wafanyagi maamuzi. Tunafanya maamuzi saa tumekula, tumekunywa. Ukipatwa na mabaya ufanye maamuzi. Sikiliza, utamuona Mungu saa ya mapito. Saa hiyo hakutaki na wanadamu. Na wanadamu wanakuona unanuka kinyesi kwa sababu ya 1 2. Saa hiyo ndio roho yako inauma, hujui nani umwambie. Unakwenda kujifunika kwenye kichaka. Hata hujui umbu kama anakung'ata nyuma. Hujui hata nyoka na kufuata. Saa hiyo uangalie hiyo. Unamwangalia Mungu aliyekuita, ambao unataka atokezee. Ndipo Mungu anakunguta kichwa yake, anasema yes, inawezekana hata huyu tukampa dhamana. Inawezekana. Hebu muangalie. Biblia anasema, ndugu zangu, Yesu akaondoka, ambao ni neno la Mungu, anaenda pa. Mbingu zimenyamaza. Mungu yuko kwenye kiti chake cha enzi. Akasema sharti moja, yule atakaye kubali kumtuma duniani, kuna mauti. Na ishara ya mauti, kitabu hichi hapa. Njoo chukua kwenye madhabahu yangu. Ndio maana aliuawa kwenye ulimwengu wa roho. Aliuawa. Ile kwenda kukishika kitabu hivi. Manake umeamua mwenyewe Bwana, umeamua mwenyewe neno langu, umeamua mwenyewe, shika uone. Ile kushika pap, akaonekana amechinjwa. Yesu anapokuja kuchinjwa awamu ya pili, tayari alishinda awamu ya kwanza. Angeshindwa awamu ya kwanza, angeshindwa awamu ya pili. Alishinda awamu ya kwanza, akashinda awamu ya pili. Ukishindwa awamu ya ulimwengu wa roho, utashindwa ulimwengu wa mwili. Biblia inasema akaonekana amefanya, jamani, amechinjwa. Ukamnunulia watu kwa damu yake mwenyewe, watu wa kila kabila, kila lugha, kila jamaa, ukawafanya kuwa makuhani na watumishi. Wao wanatawala juu ya nchi. Ukiona umefungiwa nira ya Kristo, hautaishi kama watu wengine. Hautajipendekeza kama watu wengine. Vinginevyo utafungiwa utumishi mwingine. Na matokeo yake huwezi kuona utumishi wa Kristo akijifunua. Ndio hiyo tu. Wewe mtetee, ongea kama Petro, mtetee kila namna, hautamuona akijifunua. Basi. Lakini tunaweza kufanya maamuzi. Fanya maamuzi. Na ukifanya maamuzi, utapitishwa katikati ya Wakanaani, ya Wahivi, Wagirgashi. Utapita katikati yao. Lakini utakuwa na Mungu aliyekufungia nira. Hawatamuona, lakini utaona matendo yake. Na utakuwa na furahi kila siku, wasema leta pito lingine Bwana. Na unapopita pale, kiwango chako kinaenda juu. Hao ambao walikuwa wakuheshimu wanakusaluti yu, wanakupigia magoti. Na wanapofanya hivi, unajua kiwango chako kimekwenda. Ina gharama, lakini inalipa. Na gharama, lakini nafanyaje ndugu zangu? Kwa hiyo usiogope. Unaogopa nini maadamu una uhai? Bado Mungu amekulinda. Wengine mbona walipendwa na Mungu zaidi na wakaondoka duniani? Mbona mimi na wewe tupo? Unaogopa nini? Ngoja nimalizie kwa kusema, kadri utakavyoonyesha upendo wako mkubwa, ndipo kanisa litakuwa na thamani. Kadri utakavyoonyesha upendo kwa watu wanaokujua na wasiokujua,
ndivyo kanisa lako litakuwa na thamani. Kadri watakavyokuwa na shida hao wanadamu nje huko, mwisho watalikimbilia kanisa lako. Siku moja watakwambia, pastor nakumbukaga. Wewe ukumbuki? Nakumbuka ulinisaidia kitu fulani jamani, na wakati mimi sio mkuu mshirika wako. Walipopata shida watashauriana, naambia twende kwa huyo mchungaji. Huyo mchungaji ana upendo. Yule mchungaji hadharau mtu, habaguagi mtu. Watahubiri injili wenyewe, utaona matokeo ya watu kuletwa kanisani. Unanielewa kitu nimesema? Lakini tukiwa na chuki, tukawa ni watumishi wanaojitenga kana kwamba ni watakatifu sana, tutakosea, na matokeo yake yatakuwa haya yafuatayo. Kanisa halitakaa lijulikane. Namba 2, kanisa halitakaa liwe na thamani. Namba 3, watu watalichukia kanisa. Namba 4, na watu watamchukia huyo mtumishi. Kwa kanisa litakaa tu kama kisuguu. Haijalishi Mungu alikuwa amekusemesha, lakini litabaki hapo. Kama na washirika 5 ndio hao mpaka wataenda mbinguni, wanaisha, hawaji wengine. Kwa nini? Biblia inasema upendo ni shina na msingi. Upendo ambao watu wengi, ukiangalia upande mwingine nilivyokuambia mwanzo, wanakupenda kwa sababu uliwatendea mema. Walikupenda kwa sababu uliwatembelea. Walikupenda kwa sababu uliwasaidia kitu fulani. Wapende wote, na hasa wale ambao wanakuchukia. Ndio kazana. Hujakazana upone kwa hao, hakuna kiwango chako. Mwenye kukutangaza jina na mwenye kujifunua ni Yesu. Kwa lazima tukubali kushaurika kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na kugeuka. Tutakapokuwa wanyenyekevu na kuwaheshimu watu wa kila aina, hata wale wasiomjua Mungu, wasiojua wokovu, ndipo kanisa litapata heshima. Na Mungu atawafungua. Na Mungu atawabariki watumishi wake. Na Mungu atawainua ninyi katika ulimwengu wa roho na kuwabariki. Kwa kipindi hichi cha kwanza, asante kwa kunisikiliza. Mungu mwema akubariki sana.